kwa sababu tulifungiwa kukutana ana kwa ana. Nataka nichukue nafasi hii kuwashukuruni nyie sana waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu kwa uvumilivu mkubwa ambao umeuonesha katika kipindi kigumu ambacho tumepitishwa. Nataka nichukue pia nafasi hii kwa niaba yenu kuwashukuru wanachama wa chama chetu nchi nzima kwa uvumilivu wao na moyo wa kujitolea na kwa jinsi ambavyo wamesimama imara. Tunajua watu wamepitishwa kwenye moto. Wanachama wetu kwa maelfu wameuawa, wamepotea, wengine wamepotezwa, wametekwa. Lakini watu wetu wamezidi kuwa imara hata katika kipindi kigumu hiki, wakiamini kwamba chama chetu ndio chama pekee kinachoweza kubadilisha hali hii, hali ya maisha yao wenyewe, hali ya maisha ya nchi yetu, uchumi wa nchi yetu na haki katika nchi yetu. Kwa nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana tena viongozi wote wa kila ngazi, kuanzia kwenye misingi ya chama chetu, kwenye kata mpaka ngazi ya kitaifa. Juzi nilibahatika kwenda kwenye kikao kilichofanyika hapo jimbo la Kibamba. Huwezi kuamini kwamba hiki ni chama ambacho kimefungiwa kwa siku 310 na mashambulizi mengi ya kutisha na watu kuuawa. Watu wamejitokeza kwa mamia, na along the road tulimamishwa pale stendi ya Magufuli na watu. Hiyo inaonesha ni kwa kiasi gani, na actually ni proof ya dunia kwamba unapowaonea watu huwasambaratishi, unawaimarisha zaidi. Huo ni fact ya kihistoria kwamba walipojaribu kuwaonea wakina Mandela waliwaimarisha zaidi. Walipojaribu kuwaonea watu wote, hata Mwalimu Nyerere hapa, wakoloni walimfungulia kesi ya uchochezi, na viongozi waliokuwa watano wakipigania uhuru wa nchi yetu, wakina Jomo Kenyatta waliowekwa kule Kapenguria wakafunguliwa kesi na wakafungwa, waliimarika zaidi. Kwa hiyo nataka niseme chama chetu kimeimarika zaidi katika kipindi hiki, na hizo pongezi zenu zote ni kwenu viongozi kwa resilience, kwa sababu mngesambaratika nyie viongozi wa kamati kuu, pengine tusingekuwa na chama. Na hilo ndilo wanalotaka, kwamba tusambaratike, watu wakimbie. Watu wanapomuona katibu mkuu anajitokeza katikati ya vitisho, wanapomuona manaibu katibu wakuu, wanapowaona wajumbe wa kamati kuu, wanapomuona Tony hajayumba, Sugu hajayumba, Brenda yupo, anatoa matamko kila wakati, watu wanaimarika. Kwa hiyo nawapongeza sana. Nchi na dunia inasubiri kwa hamu sana kujua mwelekeo wa nchi yetu, na mwelekeo wa nchi yetu unatoka humu. Nataka niliseme ili kwa uzito mkubwa muelewe kwamba hapa mlipokaa hatima ya nchi yetu iko mikononi mwenu. Kwa hiyo mjue uzito wa majukumu mnayobeba. Kama ulikuwa unajiona kwamba wewe ni mtu wa kawaida tu, ujue kwamba kwa fact dunia inasubiri na nchi inasubiri kujua mwelekeo wa nchi yetu. Hiki ndio chama kikuu cha siasa za nchi hii, na ndicho chama kinachotoa mwelekeo wa siasa za nchi yetu. Kwa hiyo muelewe kwamba kwa siku 2 ambazo mtakuwa hapa, mjadili mambo kwa utulivu, na mkielewa kwamba Watanzania wanataka kujua, na sio Watanzania tu. Katibu mkuu baadaye atatoa taarifa hapo, miongoni mwa watu ambao tumekutana nao kwa siku za karibuni wamesema nini kuhusu mwelekeo wa chama chetu na maamuzi tutakayotoa. Kwa hiyo mnapaswa kujua kwamba nchi iko mikononi mwenu, na mnapaswa kufanya uamuzi wa busara, na baada ya hapa kwa kweli tuelekeze nchi kwenye yale ambayo tunatarajia yafanyike. Jambo la tatu ni msimamo wetu, na tunasisitiza
kwamba mimi sikupaswa kukaa hapa naongoza hiki kikao. Mtu aliyechaguliwa na mkutano mkuu kuongoza vikao vya aina hii ni Tundu Lissu. Sisi wengine ni wasaidizi wake. Tunaitaka serikali imwachie Tundu Lissu mara moja. Na hii ni kauli ya chama chetu, ni kauli ya mkutano mkuu, ni kauli ya wanachama wote. Lolote litakalompata Tundu Lissu akiwa mikononi mwa hao watu haitaeleweka, haitakubalika. Kwa tunasisitiza kama tulivyosema tena na tena kwamba tunataka Lissu aachiwe mara moja, kwa sababu hana kosa. Kutumia court processes kuonea watu, kwenda kupaki kesi mahakama ya rufani ili kunyima haki. Justice delayed is justice denied. Kwa mwaka mzima kesi kubwa yenye mwelekeo wa nchi imekuwa stalled, mahakama wanapiga danadana. Maana yake ni kwamba ni kupoteza muda na kutaka Lissu apige magoti. Na kwa niaba yenu na kwa niaba ya chama chetu, masharti yote ambayo wamejaribu kutupa tumeyakataa. Hatutapiga magoti. Lissu amekataa. Amepewa ofa ya kutoka nje ya nchi aache kufanya siasa, amekataa. Wametupa ofa za kuandika si kufanya nini, tumekataa. Na narudia mbele ya wajumbe wa kamati kuu, tunataka Lissu aachiwe unconditionally, aje kuendesha chama hiki, kwa sababu yeye ndiye aliyechaguliwa kama kiongozi wetu.